Sasa nimebaki mkono mtupu. Nana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware. Nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini. Ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono. Umeniua. Kwa nini uniue? Hakuna kitu kigumu duniani kama kupoteza mtoto. Hakuna kitu kizito duniani kama jeneza la mtoto. Na hakuna kitu duniani kinachokata maini kama kupata habari za kuwa mtoto wako ameaga dunia. Ahlan wa sahlan na marhaba mpenzi msikilizaji, natumai umzima buheri wa afya kama mimi hapa hivi mzima kama kigogo. Leo karibu tena katika idhaa yetu ambapo tunapata kugubikwa na machozi na kuwa na simanzi kufuatia kule kufariki ama kuuawa kwa kijana Albert Ojwang. Kijana huyu inasemekana kuwa alikuwa ni mwanablog, yani alikuwa ni wale ambao wanaweza kutuma jumbe ambazo zinasomwa na wengi katika mitandao. Hivyo basi yako yale ambao alipata kutuhumiwa kuwa ametuma ujumbe fulani ambapo haukuridhisha ama uliwakwaza wengine, na hivyo basi kupelekea yeye kufuatwa ili akatiwe mbaroni. Wakati huo basi alipatikana akiwa mjini kwao nyumbani huko katika jiji la Homa Bay. Hapo basi maaskari polisi walipofika walimpata akiwa na familia yake wakati ambapo walikuwa wanapata chakula cha mchana. Basi askari wale walifanya heshima na kuongea na babake mzazi na kumsihi kama wangempatia huyo mtoto ili akapate kupelekwa katika kituo cha polisi akapate kujibu maswali kadhaa, ndipo wabainishe ni yapi atakayojiri baadaye. Hivyo basi walipompeleka katika kituo cha pale karibu na katika zile sehemu zao, alipata kuambiwa kuwa anahitajika apelekwe katika jiji kuu la Nairobi ili akapate kufahamishwa aliyoyakosa na pia vile pia apate kuhojiwa zaidi na wakuu wengine huko. Basi moja kwa moja mzee yule aliitikia, na hivyo basi safari ikafungwa ya kijana yule Albert na wale askari ambao walikuwa wamemkujia kule jijini kwao. Wakatoka humo mji wa Homa Bay hadi Nairobi ambapo walipeleka katika kituo cha polisi cha Central. Basi walipofika pale ndipo atashuka ama giza likaingia, kwa sababu mambo mengi hayajabainishwa ni nini hasa kilichotokea pale, kwa sababu kesho yake baba yake mzazi mwenyewe alipata kufika katika kituo hicho, na alipoanza kuulizia ili akapate kumuona ama kufahamikiana na mtoto wake, basi alianza kuzungushwa kidogo, kurudishwa na kuambiwa asubiri. Na hivyo basi alikuwa pia yeye na subra ya kutosha na kusikiza pia, kwa sababu ni mzee yule, si kijana mdogo machachari ambaye damu inamwenda mbio. Alifanya hivyo kulingana na maagizo aliyopewa, na basi baadaye wakati ule alipoambiwa arudi, alikuja kujulishwa ya kuwa kijana wake amekata kamba. Mpenzi msikilizaji, hakuna kitu kigumu duniani kama kupoteza mtoto. Mpenzi msikilizaji, hakuna kitu kizito duniani kama jeneza la mtoto. Na hakuna kitu duniani kinachokata maini kama kupata habari za kuwa mtoto wako ameaga dunia. Basi mzee huyu katika hali zake zile ambazo ni ngumu kwa kweli, alipata kutoka na kuelezea wanahabari, na katika hotuba yake aliyoitoa ilikuwa ya kusikitisha, ilikuwa na huzuni nyingi. Alipata kubeba hisia za kila mmoja aliyemsikia. Aliongea katika hali ambayo kila mmoja angeliweza kuvaa kiatu chake. Na yote hayo msikilizaji, kwa kweli yanauma. Mzee alieleza hivi, tumsikize.
Kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu, kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi, hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu peke yake asulubiwe kwa ajili ya neno la ufisadi ambayo inahusu nchi nzima, abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee? Saa hii nimebaki mkono mtupu. Nana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani, kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? Pole sana mzee, na pole sana kwa familia na hata jimbo lile la Homa Bay. Poleni kwa kumpoteza kijana barubaru, kijana ambaye alikuwa na matarajio mema huko mbele, kijana ambaye alikuwa na ndoto ambazo zilikuwa bado zote ziko imara. Mpenzi msikilizaji, kwa hakika ni jambo la kushangaza kuwa mtu ama adinasi yoyote anaweza kupoteza maisha kwa mikono ya askari polisi. Tunaamini kuwa wakati wowote ule mtu anapofumaniwa ama anaposhikwa na kuwekwa katika kituo cha polisi, tunaamini kuwa yuko salama, na pale basi ni kungojea tu wakati ambapo atafikishwa kotini ili aenda kashomewe mashtaka yake ama makosa yake. Lakini kusikia kuwa aliwekwa katika zile seli alafu baadaye akaaga dunia, jambo la kutamausha. Ni vipi, kwa nini mambo yote haya yakaenda vile ambavyo yameenda? Ni kwa nini basi kukawa na mambo yasimtofahamu katika kituo kile? Sababu utapata lawama inatupiwa huyu, inarudishiwa kule, huyu anasema hivi, yule anasema vile, basi mambo yanakanganya. Inakuwa ngumu hata kubainisha ni kipi haswa. Je, lilikuwa ni jambo ambalo ni kukusudia, ama kilikuwa ni kifo ambacho kimetokana na mambo ambayo hayangeweza kuepukika? Yote haya inakuwa ngumu kuyabainisha iwapo wale ambao walihusika wote hawaongei kwa lugha moja. Huyu anasema vile, yule anasema hivi, mwingine anajaribu kuficha ukweli, mwingine anajaribu kufichulia pande hii. Wakati mwingine hata ukiwa unafanya kazi mahali ama chini ya mtu, ni vyema sana kusimama na ukweli, sababu unapoanza kujaribu kuficha mambo mengine ama kumtetea mtu ama kumficha, inakuwa ngumu, kwa sababu huenda jambo lile litakapogeukia wewe mwenyewe, kwa sababu tunatakiwa tuwe na maadili, tunataka tuwe na itikadi njema, tunataka tuwe na uzalendo, na hakuna haja kucheza na maisha. Usijaribu kucheza na maisha ya mtu. Basi lawama hii ikiwa itatupiwa yule ambaye alikuwa anasimamia kituo kile, ole wake, kwa sababu mambo mengine pia si vyema kufanyika. Na pia vile vile huenda ukapata hata pia yeye hana hatia, lakini ikiwa mambo ama yale ambayo yanapatikana pale hayalinganishi ama hayabainishi kuwa ni mambo ambayo yanaweza kutokea kihakika, basi utapata napewa lawama, atapigwa tu lawama hiyo bila kuwa ndiye ama si.
Kwa kweli, mpenzi msikilizaji, mambo kama haya nataka uchunguzi wa kina ya ustadi, na yapate watu ambao wanafahamu, watu ambao wana ujuzi, wanaweza kuja hapa na kutung'amulia na kutupatia jawabu, ili tukapate kuzuia vitendo kama hivi kutokea wakati mwingine. Iwapo basi yoyote yule ana ushahidi, huwa ni vyema ajitokeze, ili akaweze kusaidia hata askari, akaweze kusaidia hata zile idara zingine, ili zikapate kupata jawabu na tukapate kupona, kwa sababu wakati wowote unapopata suluhisho la kitu ama jawabu lake, basi unapata huwa kuna uponyaji pale, na kuna njia ambayo tunaitengeneza. Nasema kuwa wakati wowote hivi ndivyo tutakavyokuwa tukifuata. Pia tukumbuke ya kuwa watu wako tofauti. Kunayo mambo ambayo unaweza kuwa umezoea kuyatenda na unayatenda ingawaje haya na maadili, lakini unapata tu wewe unasonga. Mambo unapata ni machafu, lakini unapata tu kupenya na unaponea. Lakini ziko damu zingine. Wako watu wako na damu ambayo huwezi kuichezea. Unapoigusa tu unapata yanakutokea mapuani.